akaja mtoto wa Kiislamu akafanya mambo ya kijinga, mambo ya munkari, alafu watu wanakuja wanamwambia mashaallah. Mashaallah vipi mashaallah? Wale watafutao mashuhuri kwa ajili ya dunia kufanya mambo ya upuzi. Nasiha ikhwani ni kwamba kila muislamu aliye na ghera, yeye na ahli yake na familia yake, awape wasia na nasiha ya kufanya bidii kutowasongeza mbele hawa wapuzi, kuhakikisha ya kwamba wapuzi hawa wasipate lile lengo wanalolitaka la viewers. Na hili litapatikana kwa sisi Waislamu tukisimama tuanze kufanya amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar. Kila unapoona video na klipu na mambo haya ya wale wapuzi wanapotengeneza upuzi wao na kueneza huo upuzi na madhambi, usifungue wala unawahimize watu wako na familia yako kutoangalia. Akikosa watu, itakuwa ile biashara yake imemalizika, atatafuta jambo lingine la kufanya, lakini sio kutafuta umashuhuri. Hata la nataawana maa haula, mpaka nasi kadhalika tusije tukaingia katika fungu la watu wanaosaidiana na wapuzi, nasi tukawa ni miongoni mwa wapuzi. Maana leo la kusikitisha, wewe unaweza kudhani kwamba si mpuzi, lakini unapofuatilia ukatafuta ule upuzi na tena ukaenda ukashabiki ule upuzi, fa anta min haula wa anta min ahli tafaha, na wewe pia unakuwa miongoni mwa wapuzi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na mwenye kujifananisha na watu katika wao. Kwa hivyo hili ndilo ambalo lazima sote Waislamu tulizingatie, na tuhusiane ba'duna ba'dan, tupeane wasia sisi na ahli yetu na jamii. Kila mtu anayefanya mambo yake ya upuzi, watu wampuze la mbali, waachane naye na upuzi wake, aone nani ambaye atakayemfuatilia na kumshabiki katika mambo yake ya upuzi. Lakini mambo yale yanapata nguvu kwa sababu ya kwamba kunapatikaniwa kwa Waislamu wanaoshabikia, kunapatikaniwa Waislamu wanaoshajiisha mambo haya. Akaja mtoto wa Kiislamu akafanya mambo ya kijinga, mambo ya munkari, alafu watu wanakuja wanamwambia mashaallah. Mashaallah vipi mashaallah? Wewe unaelewa maana ya mashaallah? Hal taarif maana mashaallah? Tena unatumia jina la Allah subhana kwa mtu anayefanya upuzi, unamwambia hongera. Mtu amefanya upuzi katika dini ya Allah, mtu anafanya mambo ya ujinga yasiokuwa na faida duniani wala akhera.